Karibu sana The Purple Estate, home of trends and the latest update. Tuweze kuzungumzia na kuangazia safari ya Marekani, ikiwa ni safari yao ya kwanza ya binadamu kuzunguka mwezi ndani ya zaidi ya nusu karne tangu enzi za programu ya Apollo ambayo imefanyika kwa zaidi ya miaka mingi kweli kweli. Tukio ambalo limeweza kupelekea watu wengi sana waamini kwamba Marekani walitudanganya. Kwa muda ule hakuna mtu ambaye aliweza kufika mwezini, ilikuwa ni video na picha za kutengeneza tu, kama ambavyo zipo movie nyingi za Hollywood pamoja na movie za Kihindi, kwa maana ya editing za hali ya juu mno. Marekani wakati ule walishindwa kutoa uthibitisho sahihi kabisa wa kisayansi wa kuambia ulimwengu kwamba wao walifika mwezini, na ndio nchi ya kwanza kwenda kuangalia namna ambavyo mazingira yapo kwa namna moja ama nyingine. So shirika la anga la Marekani ambalo linajulikana kama NASA limeanzisha safari mpya ya kihistoria kuelekea mwezini kwa kurusha chombo cha Artemis 2 kikiwa na wanaanga wanne. Safari hiyo ni ya kwanza ya binadamu kuzunguka mwezi ndani ya zaidi ya nusu karne tangu enzi za programu ya Apollo. So roketi kubwa iliruhusiwa kuruka kituo cha safari za anga cha Kennedy, huku maelfu ya watu wakishuhudia tukio hilo muhimu sana, tukio ambalo bado Marekani anapambana sana kutaka kuuaminisha ulimwengu kwamba yeye katika teknolojia ameshahama kidogo, yuko mwaka wa mbele, yupo mbele kweli kweli kuzidi mataifa mengine ambayo yamekuwa yakionyesha ushindani mkubwa hasa wa kiuchumi na teknolojia kama China na mataifa mengine ya magharibi, unaweza ukasema hivyo, ambayo huwa yanampinga sana Marekani. So tunasubiri kuona kama safari hii itazaa matunda na wataweza kupata ushuhuda wote ule wa picha, video, namna gani ambavyo uthibitisho wa kisayansi utakuja kutuaminisha kwamba wamefika mwezini kweli na kufanya tafiti zao. Ndio jambo ambalo kwa hivi sasa watu wamekuwa wakilisubiri sana kutokana na uvumi wa uongo uliofanyika kwenye tukio la Apollo. Ngoja tusubiri ushindani huu wa teknolojia wa Marekani, ambaye hivi sasa ndio mtu ambaye tunaweza tukasema anaongoza katika swala la teknolojia ya anga, iwe katika mambo ya upiganaji, mambo ya kuonesha silaha, vifaa vya usafiri kama hizo robot za nguvu zenye uwezo wa kusafiri masafa marefu zaidi. Kwa mfano hicho kifaa cha Artemis 2 ambacho wamekitumia kama ambavyo walitumia Apollo kipindi kile kwenda huko mwezini. Hakikisha unakuwa karibu na The Purple Estate Balabala TV kwa kusubscribe na kutano notification bell. Hakikisha unabonyeza alama ya kengele na una subscribe, una like, una share, una comment, ili uweze kuwa mwanafamilia wa nguvu na kupata updates za video zote tunazokuwa tunatoa ndani ya wakati. Mimi ni Kizazi Juaji, andika Don Balabala pale Instagram, ni follow ili tuweze kushare mambo kadha wa kadha.